Huwezi ukawa kijana hapa leo kila sketi inayopita wewe unataka kuchungulia ndani kuna kitu gani, halafu kesho you want to get married to a virgin. God is not unfair. Utapata jambazi mwenzio. Like attracts like. Like attracts like. Si unajua Bishop, kuna vijana wa ajabu. Yaani yeye anatumia ujana wake recklessly. Anaweza tu akatembea na huyu, akachukua huyu, akalala na huyu, akadate na huyu, halafu ikifika saa ya kuoa wanakuja kanisani, anataka msichana wa kanisani. God forbid. Wasichana wetu wasikuone kwa jina la Yesu. Uende ukaokote jambazi mwenzio, mkapambane huko ndani wawili. Suti zinaficha mengi wewe. Magauni haya yanaficha mengi. Anaweza kuwa anavaa suti anasimama kwenye madhabahu, lakini is an abuser, is a narcissist, is a killer, is a destroyer, is a thief. Na amevaa suti. Wale mnaochanganywa kiwaga na six pack. Kiona mtu ana six pack. Unasema ningelala kwenye kile kifua. Na wote ambao mjaingia kwenye ndoa mlioko hapa, eneo la maamuzi hasa kwenye mwenzi wa ndoa, you have to be very careful. Kwa sababu unapochagua mtu wa kuingia naye kwenye ndoa, you are not just choosing a man, you are choosing the father for your children. You are not just choosing a woman, you are choosing the mother, the matriarch of your home. You are choosing for your children their father. Na kama ambavyo niliwaambia kwenye mkutano jana kwamba hapa Kenya nina kaka zangu watatu. I have 3 brothers. Kwa hiyo huko Tanzania wakinikimbiza, nitakimbilia hapa Kenya kwa sababu nina kaka zangu watatu wako hapa. Bwana asifiwe. Na kaka zangu hao, one of them is Bishop Ben. Amen. He is a brother to me. And the other day we were talking on phone, na akasema sasa huko Tanzania wakikupiga sisi hatutakupiga, tutakupokea. Amen. He's a good man. God bless you, sir. You know, when you were talking like that, it made me so emotional. It made me so, I don't want to cry now. Amen. But it is good to have good people around you. I'm sorry. Shall we lift our hands to God? Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Makorima sataradabashaya. Ekorima sateleboshata. Reko sotoria mando kosoya taba. Thank you for lifting us, Lord. Thank you for raising people for us, Lord. Thank you, Lord. Asante kwa sababu hutuachi. You always give us people. You always give us people, Lord. You always give people to stand for us. Thank you, Lord. Thank you. And everybody in this place who is feeling lonely, who is feeling alone, who is feeling deserted, Father, I pray that you will raise people for them. Just like the way you have raised people for me. I pray that you will raise people for them, Lord. Inua watu kwa ajili ya maisha yao. Inua watu kwa ajili yao. Inua watu Yesu. Inua watu watakaowapa mkono kwenye mashimo walikotupiwa. Watu watakaowapa mkono na kuwatoa kwenye mashimo ya machozi, mashimo ya aibu, mashimo ya madeni. Inua watu kwa ajili ya watu wako hao wazuri wa thamani, Bwana. Inua watu. Niliona baba mmoja kwenye mtandao alikuwa analia. Amestaafu, baada ya kustaafu akapata mafao. Huku mafao mnaita nini? Gratuity. Ile kitu wazee wanalipwa wakiretire. Pension. Akapewa pension, Bishop. Alipopewa ile pension, akaacha mke, akaacha familia, akaenda kutafuta watoto wa 2000. Kule Tanzania tunawaita watoto wa 2000. Hivi vitoto hivi vidogo hivi vya university vimezaliwa hapa 20,000 hapa. Tanzania tunawaitaga watoto wa 2000, wanaogopeka. Tunawaita viwavijeshi. Unajua viwavijeshi? Viwavijeshi ni wale wadudu, ukipanda maharage wanatembeaga kwenye wadudu, wanakula, wanaweza kumaliza shamba zima. Hao watoto tunawaitaga viwavijeshi.
They can finish you, they can suck blood out of you. Mzee akalipwa pension, akatafuta mtoto 2,000, akaona mke wake amezeeka, hana, you are not my level. Katafuta mtoto 2,000 ambaye anaweza akamshughulisha asubuhi mpaka jioni. Bwana asifiwe sana. Yule mtoto 2,000 akakwangua ile pension yote ikaisha. Leo wako Dubai, kesho wako Nairobi. Leo mtoto ametaka iPhone 17. Ni pension tu inaliwa. Pension tu inaliwa. Walipomaliza walikuwa vacation si Dubai si wapi. Mzee akauza nyumba ya kwanza, akauza ya pili, akauza ya tatu. Walipomaliza na hiyo, mzee akauza hata nyumba ambayo mke wake na watoto wake walikuwa wanakaa. By the time anakuja kushtuka, pension hakuna, nyumba hakuna, na kale katoto kamemwacha kamekimbia. You can lose everything you have worked for by the reason of bad choices and bad decisions. Niongee na wanaume mlioko hapa. Mungu ameweka sukari kwa wanawake wote. Wote, vyote vina sukari, vyote. Biblia inasema hivi: kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Hiki cha kwako ndio kisima cha maji safi. Vile vingine kule nje ni visima vya maji taka, ni vichafu, viko contaminated. Na by the way, hakuna kipya, hakuna kipya. Kwa sababu hata kikiwa kikoje bado the end result is the same, orgasm. The end result is the same. Bishop Sulini karibisha mwenyewe lakini. Amen. Kwa sababu mwisho wa siku tunachotaka is the end result. So if you are getting the same end result from your wife, why are you going outside? It is the same end result. Hiki hapa Biblia inasema ni kisima cha maji safi, hakiko contaminated. Wewe unaacha cha maji safi unaenda kwenye maji taka. John amekunywa huko, Abdalla amekunywa huko, Peter amekunywa huko. Unaacha maji safi unaenda kunywa maji taka. Wewe una akili? Bwana sifiwe. Tunaharibu familia kwa vitu visivyokuwa na msingi. Tunaharibu everything we have worked for kwa ujinga na kwa starehe ya muda mfupi. Nimewaambia, any kind of a choice, any kind of a decision you're going to make in this life, there is a price to pay. Sasa angalia, usije ukaharibu kila kitu you have worked for kwa sababu ya starehe ya dakika 30, kwa sababu ya anasa ya nusu saa. You are allowed to change venue. You are not allowed to change spouses. Change venue. Inawezekana unamuona amechoka kwa sababu it is the same venue every day. Change venue. Amen. Badilisha venue. Go somewhere else. Ukienda mahali kwenye ka apartment, kwenye Airbnb kama pale Bishop ameniweka kwenye Airbnb. Very beautiful place. Mkiingia pale mazingira tofauti, utamuona mwenzako ni mpya tena. Mwambie jirani yako, you are allowed to change venue, not spouse. Kama umeelewa sema amina. Sio semina ya ndoa hii, nagusa kidogo. Lakini ni maamuzi fulani ama ni choices fulani ambazo watu wengi tunazifanya na zinakata destiny zetu, zinakata hatima zetu, zinaharibu future zetu. Kuna watu mngekuwa watu wa maana, lakini small choices, bad choices ndio zimekufikisha hapo ulipofika. Kuna watu msingekuwa maskini mlivyo maskini leo. Kuna watu kinachowasumbua sio maroho ya familia, sio maroho ya ukoo, ni bad choices. Unaweza ukawa umetokea kwenye familia ya ajabu. Niliwaambia the other day, nikamwambia kila mtu hapa ana 2 types of families. You have a family you are coming from
and you have a family that will come from you. The family that you're coming from, you don't get to choose, you don't get to decide. Unajikuta tu umeshazaliwa kwenye hilo familia la walevi, wachawi, wazinzi, unajikuta. Amina. But you can decide, you can choose what kind of a family you want it to come from you. Ni decision, ni choice unafanya. Na inaanzia kwenye the way unavyoishi maisha yako leo. Kwa wewe ambao hujaingia kwenye ndoa, huwezi ukawa kijana hapa leo kila sketi inayopita wewe unataka kuchungulia ndani kuna kitu gani, halafu kesho you want to get married to a virgin. God is not unfair. Utapata jambazi mwenzio. Like attracts like. Like attracts like. Si unajua Bishop, kuna vijana wa ajabu. Yaani yeye anatumia ujana wake recklessly. Anaweza tu akatembea na huyu, akachukua huyu, akalala na huyu, akadate na huyu, halafu ikifika saa ya kuoa wanakuja kanisani, anataka msichana wa kanisani. God forbid. Wasichana wetu wasikuone kwa jina la Yesu. Uende ukaokote jambazi mwenzio, mkapambane huko ndani wawili. Usije kutuharibia wasichana wetu kanisani. Wamejitunza, wameishi maisha ya utakatifu. Wewe umehangaika huko, umeshaokota mashetani ya kila namna, umeokota mikosi, umeokota balaa. Unataka uje uchukue kasichana ketu hapa kanisani, tumekatunza, tumekaombea, kamejitunza, kenyweni kasafi, ni kabikira. Wewe unatoka huko jambazi. Hatutakubali kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Unajua kuna watu Bishop wananitafuta, wananiambia pastor, nitafutie msichana kanisani. Tafutie msichana kanisani. Pastor, we kanisani una wasichana wengi, nipe mmoja. Na we msichana wa kanisani usivyokuwa na akili, ukiwaona huku wana suti unachanganyikiwa. There are demons in suits in church. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kuwa na suti na wengine wako madhabahuni Bishop, wanashika microphone, akisimama hapa nakwambia I see, I hear the Holy Ghost. Wewe huko unachanganyikiwa, unasema oh my God. We, Bwana afungue macho yako. Bwana afungue macho yako uweze kuona kinachoendelea ndani. Mungu anamwambia Samueli, anamwambia mimi siangalii kama wanadamu waangaliavyo. Wanadamu wanatazama nje, lakini mimi natazama ndani. Suti zinaficha mengi wewe. Magauni haya yanaficha mengi. Anaweza kuwa anavaa suti, anasimama kwenye madhabahu, lakini is an abuser, is a narcissist, is a killer, is a destroyer, is a thief. Na amevaa suti. Wale mnaochanganywa kiwaga na six pack. Kiona mtu ana six pack, unasema ningelala kwenye kile kifua. Life is very serious. And life is more than six pack. Life is more than suits and tie. Life is more than that. Na kipindi cha courtship is a time of interview, not intercourse. Hamjanielewa nilichosema. Wakati wa courtship, umeingia kwenye relationship, umeingia kwenye mahusiano, you have made a choice. This is the girl you have chosen, this is the guy you have chosen. During courtship is a time for interview, not intercourse. Ndio maana inaitwa courtship. Wakati wa courtship tunapelekana court, tuulizane maswali magumu, so that you ujiridhishe kwamba you are making the right choice. Hasa wasichana mnaonisikiliza, una uwezo wa kufanya choice before marriage. Ukishaingia kwenye ndoa, you have no choice. You will have to live with what you have chosen. Na wote ambao mjaingia kwenye ndoa, mlioko hapa, eneo la maamuzi, hasa kwenye mwenzi wa ndoa, you have to be very careful. Kwa sababu unapochagua mtu wa kuingia naye kwenye ndoa, you are not just choosing a man, you are choosing the father for your children. You are not just choosing a woman, you are choosing the mother, the matriarch of your home.
You are choosing for your children their father. Kwa sababu watoto wakishazaliwa, they don't have the liberty to choose who is their mother and who is their father. You are the one choosing for them. Choose well. Choose well. Choose well. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Mwambie jirani yako, make the right choices. Make the right choices. Every choice you're making today is a brick you're laying for your tomorrow. Na kwa kumalizia, kuna maamuzi 5 ya muhimu ambayo unatakiwa kuyafanya kama Mkristo. 5 very important choices you should make as a Christian. Number one, amua kuwa na mahusiano imara na Mungu na kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. That's the first decision and the first choice you should make as a Christian. Amua kuwa na mahusiano imara na Mungu na kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. Hii ni decision na ni choice number 1 ambayo kila Mkristo anatakiwa kuifanya, and it will determine a lot in your life. Amua kuwa na mahusiano imara. Make a choice to have a solid relationship with God na kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. That's the first choice and the first decision you should make as a Christian, ambayo it will determine a lot in your life. Kitabu cha Yoshua sura 24 mstari wa 15. Joshua chapter 24 and verse 15. Biblia inasema, huyu ni Yoshua anazungumza. Anasema, lakini msipoona vyema kumtumikia Mwenyezi Mungu, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Swala la kama utamtumikia Mungu ama utamtumikia ni uchaguzi wako, ni uamuzi wako. Yoshua anawaambia chagueni, nyie chagueni. Amen. Anasema lakini chagueni, lakini msipoona vyema kumtumikia Mwenyezi Mungu, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. That is your decision. That is your choice. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kama ni miungu ile ya baba zenu waliitumikia ng'ambo ya Frati, au ni miungu ya Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia. Yoshua anawaambia chagueni, mtamtumikia nani? Kama ni miungu ya Waamori, kama ni miungu mingine, hiyo ni shauri yenu, lakini me, I've made a choice. Me and my house, we will serve the Lord. Mahusiano yako na Mungu is a personal choice. Utumishi wako kwa Mungu is a personal choice. Haitakiwi kutegemea wengine wanafanya kitu gani. Yoshua anawaambia Waisraeli, linapokuja kwenye swala la kumtumikia Mungu, hapo kila mtu atachagua, hapo kila mtu ataamua, lakini mimi, I have made a decision. Come rain, come sun, I will serve God. Akijibu maombi yangu, asipojibu, I will still serve him. Akinitendea, asinitendee, I will still serve him. I have made a personal choice. I have made a personal decision. I will serve God. Na maamuzi yangu niliyoyafanya leo hayategemei nyie mmeamua kitu gani. Kila mtu atajua mwenyewe. Mwambie jirani yako, utajua mwenyewe, lakini mimi nitamtumikia Mungu. Mwambie tena na mwingine, mwambie utajua mwenyewe, lakini mimi nitamtumikia Mungu. I make that decision today in the name of Jesus. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Tafsiri ya neno. Anasema, hivyo basi kama vile mlivyompokea Yesu kuwa Bwana, endeleeni kukaa ndani yake, mkijikita na kujengwa ndani yake. Mwambie jirani yako, jikite. Mwambie jisimike kwenye mahusiano yako na Kristo. Jikite, simika yourself there, establish yourself there. Usiwe na mahusiano na Kristo yaliyolalala usingizi, yenye kifafa. Usiwe Mkristo mwenye leprosy. Usiwe Mkristo mwenye kwa shako. Jisimike. Maanisha
Ibada kwako isiwe kitu cha kukumbushwa. Maombi yasiwe kitu cha kukumbushwa. Yesu anasema kwenye Luka 18 mstari wa kwanza, anasema imewapasa watu kumwomba Mungu siku zote. Anaposema siku zote, maana yake ni kwamba anamaanisha maisha ya maombi na ibada hayatakiwi kuwa maisha ya msimu. Prayer should not be an event to you. Prayer should be a lifestyle. Ndio maana ya kusema siku zote. Haleluya. Mwambie jirani yako jisimike. Mwambie maanisha. Mwambie weka bidii. Kwenye mahusiano yako na Kristo weka bidii. Maanisha. Mean business. And that is how God is going to bless your life. And if you get serious with God, God is also going to get serious with you. Hallelujah. Maisha yako na mahusiano yako na Mungu hayataathiri maisha yako tu, yataathiri hata uzao wako. Your relationship with God will not just affect you. Your relationship with God will even affect your family, the family that comes from you. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kile kitabu cha Timotheo wa pili, kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 na mstari wa 5. The Passion Bible. Timotheo wa pili, 2 Timothy chapter 1 and verse 5. The Passion Bible anasema, as I think of your strong faith. Huyu ni Paulo, alikuwa anazungumza na Timotheo. Pale ameweka Kiswahili, nitakusomea hapa kwa Kiingereza kwenye The Passion Bible. Anasema, as I think of your strong faith that was passed down through your family line. It began with your grandmother Lois, who passed it on to your dear mother Eunice. And it is clear that you too are following in the footsteps of your godly example. Maisha ya imani, maisha ya uchaji, maisha ya ibada yalianzia kwa bibi yake Timotheo. Na tunaona hiyo spirit inaendelea kwenye hiyo bloodline. But it had to start somewhere. Somebody in the family had to embrace God. Na hiyo kitu ikatembea kwenye familia nzima. Kama tunaweza kuinherit curses, kwa nini hatuwezi kuinherit maisha ya uchaji? Kama tunaweza kurithi baraka, tunaweza kurithi laana. Kuna laana za kifamilia, roho za ukoo. Kama maroho machafu yanaweza kusafiri kizazi kimoja mpaka kingine, kwa nini unafikiri Roho Mtakatifu hawezi kusafiri from one generation to another? Kwa hiyo unapoamua kuwa na maisha ya uchaji, unapoamua kuwa na maisha ya mahusiano thabiti na Mungu, it is not just for yourself. It will go to your family as well. It will affect your children. It will affect your generations. Get serious with God. Not just for yourself, but even for your family and those who are around you. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Mahusiano yako na Mungu ya leo na utumishi wako na Mungu wa leo has a way of setting standards and showing the way to those who are coming after you. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uamuzi wa kwanza wa msingi kabisa ambao unatakiwa kuufanya kama Mkristo ni kusolidify mahusiano yako na Kristo na kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. It is not in vain. It is not in vain. Number 2. Uamuzi wa pili wa muhimu kabisa unaotakiwa kuufanya kama Mkristo. Number 2, amua kulitafuta, kulijua na kutembea kwenye kusudi Mungu alilo kuitia. Amua, number 1, kulitafuta, kulijua na kutembea kwenye kusudi Mungu alilo kuitia. Decide to live a life of purpose. What is that assignment that God brought you into the world to do? Tafuta hiyo assignment, uijue na utembee kwenye hiyo assignment. Hallelujah. Haukuumbwa kufanya kila kitu. Locate your assignment and stick to it. Stop wasting your time in doing things that we are not created to do. Amina. Mungu anamwambia Yeremia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Anamwambia kabla
Sijakuumba katika tumbo la mama, nalikujua. Na ulipokuwa kwenye tumbo la mama yako nilikutakasa na nikakutenga, nikakuweka. I set you apart to be something, to do certain assignment. Anasema pale, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation. Sasa try to imagine, Yeremia amekuwa ordained to be a prophet to the nation, alafu anazaliwa duniani, instead of being a prophet anaenda kuwa daktari. Wastage of human resource. Mbingu zinakuwa zimepoteza. So locate, identify your God-given assignment and die there. Die there. Fia hapo kwenye assignment yako, kwa sababu utakapoenda mbele za Mungu, mbingu zitakuuliza. You will be asked, what did you do? Amina. Yesu anazungumza kwenye Yohana sura ya 4 mstari wa 34. Yohana, John chapter 4 and verse 34, tafsiri ya neno. Anasema, lakini Yesu akawajibu, chakula changu ni kufanya mapenzi ya Mungu ambaye amenituma kuikamilisha kazi yake. Muulize jirani yako, wewe Mungu amekutuma kufanya kitu gani? Kitafute hicho ambacho Mungu amekutuma kukifanya huku duniani. Kitafute, kijue, na ukiishi hicho, ukifanye hicho. You're still alive today kwa sababu ile kazi uliotumwa kuifanya haijakamilika. Kuna watu mko hapa hata kuanza hamjaanza, na mnavuta oksijeni ya Mungu bure. Amina. Kuna watu ile kazi ambayo Mungu amekutuma kufanya, you have not even started. Unatusumbua tu duniani huku na supportive documents zako na miguu yako chupa ya bia na kawanja na unatusumbua. You have not even started your assignment. Bwana asifiwe sana. Marriage is not an assignment. Kwa kama unafikiri ulikuja duniani kuolewa, that one is not an assignment. Marriage is just a vehicle inayotakiwa kukusaidia to accomplish your assignment. Marriage is not an assignment. Because whether you are married or you are not, you still have an assignment. Kwa sababu ukitaka kuniambia kwamba marriage is an assignment, mapadri basi hawajaoa, they are not doing an assignment basi. Kuna wale ambao wameamua kuishi hivyo, hawaoi, hawaolewi. Unataka kuniambia they are a waste? No. Kwa kama ni msichana umekaa hapa, yani wewe unachowaza ni ndoa. Ndoa is not an achievement. Ndoa is not an assignment. And by the way, ndoa is a very small portion of your life. Very small. Very small. Sasa hivi hata tukikwambia utatuelewa kwa sababu wewe unachofikiria ni ndoa tu, ni ndoa tu. Kwa hiyo hata tukikwambia unasema, pastor wewe unaongea kwa sababu umeshaolewa. Nikupe basi mume wangu wewe, nikupe. Hallelujah. Locate your God-given assignment and kill yourself there. Do your assignment. Niliwafundisha kuhusu Deborah the other day. Wangapi walikuwepo? Wangapi hawakuwepo? Wangapi hawakuwepo wakati nikifundisha Deborah? Inua mkono juu nikuone. Nikuchape kwa nini ukuja darasani? Inua mkono juu. Haya, dakika chache. Weka Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4. Judges chapter 4 and verse 4. Chap. Sijui kama tutamaliza hizi decision na hizi choices, lakini wekea hapo niwaonyeshe watu wa Mungu kitu. Judges chapter 4 and verse 4. Wewe ambaye uko kwenye prompter, wewe ndio unatuchelewesha wewe. Waamuzi sura ya 4 na mstari wa 4. Nataka nikuonyeshe kitu, nikuonyeshe kwamba ndoa is not an assignment. Ndoa is not an achievement. Nani huyo yuko hapo? Tunakuombea wewe. Judges chapter 4 and verse 4. Naomba watu wanne waje wasimame hapa. Njoo ni nyewe wanne chap. Simama hapa. Na kama ni dada hujaolewa njoo wakuone. Simama hapa. Amen. Wanne. I need the fourth one. Amina. Nyie mmeolewa au bado? Haya. Angalia kwenye Bible. Anasemaje? Nao sema Deborah. Sema Deborah. Sema Deborah. Now Deborah a prophetess. Sema a prophetess.
The wife of Lapidoth, sema the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. Okay. Kwa hiyo huyu mama anaitwa Deborah. Alikuwa ni mwanamke lakini anayevaa kofia ngapi? Kuna wakati alikuwa anakuwa Deborah, dada tu wa kawaida ambaye anaumia, analia, anacheka, anafurahi, ana marafiki zake, ana shoga zake aliyosoma nao, classmates zake, dada tu wa kawaida. Halafu kuna wakati alikuwa anakuwa prophetess. Prophetess stands for her God given assignment. Hii alizaliwa nayo. Hii ya kwenda university kuipata. Hii ya kwenda kwenye college kuipata. Ni kama ile ya Yeremia, I ordained you to be a prophet. She was also ordained to be a prophetess. It is an ordination. It is something you are born with. Her God given assignment. Lakini namba 3 alikuwa a wife of Lapidoth. Alikuwa ni mama wa familia, Mrs. Lapidoth. Alafu namba 4, she had a career. She was a judge. Hii aliitafuta, alienda chuo akasoma, wazazi wake walimsomesha ndo akaweza kuwa judge. Tuko pamoja? Wewe unatakiwa kuwa na hizi department 4 kwenye maisha yako. Kuna wakati nakuwa Rose. Nikiwa na Bishop na kina Pastor Patrick, I'm Rose. We can talk, we can laugh, I can be myself around them. Si ndio? Alafu kuna wakati nakuwa Pastor Rose. I am stepping in my God given assignment. Alafu kuna wakati nakuwa Mrs. Shaboka, Mama Vanessa, Mama Ivan, Mama Mike, family life. Lakini pia I am a dangerous businessman. I sell everything except people. This one. So there is a side of me that is a pastor. And there is a side of me that is a businesswoman. Nikiwa hapa sineni kwa lugha. Hapa tunaongea ni hela, pesa. Nikiwa hapa naweza kukufunga hapa. Hapa naweza nikasema wapendwa, tusameheane, tupendane kama Kristo alivyotupenda. Lakini ukinikuta hapa na kufungulia kesi. Sasa wewe kama Mkristo, maisha yako yanatakiwa kuwa hivi. You have an identity. You have your God given assignment. Ndio hicho nachokufundisha. Locate your God given assignment and kill yourself there. Do it. And then you have a family life. Sio lazima uwe umeolewa, sio lazima uwe umeoa. Una ndugu, una kaka, una dada. Family life. And then you have something that you are doing kinachokupa kipato. Career, business. This is how a life of a Christian should be. Your life should have these 4 departments. Amen. Amen. Sasa unaona jinsi ambavyo Biblia imepanga maisha ya Deborah. Kilichotangulia cha kwanza ni yeye, Deborah. Mwambie jirani yako self love. Mwambie love yourself. Jitangulize, jitangulize. Ile nguo nzuri kabisa vaa wewe kwanza. Chakula kizuri kula wewe kwanza. You should go first. Kinachotakiwa kufuata kwa priority in your life is your God given assignment. Tuko pamoja? Halafu family life. Halafu career, business. Sasa niliwafundisha hapa the other day, nikawaambia hivi. Ukiona msichana anachukua loan bank, ananunulia kijana gari kwa sababu anampenda, halafu yeye anatembea kwa miguu, maana yake ni kwamba amemtoa huyu jamaa number 3, amempeleka number 1, halafu amejitoa yeye number 1. Umeelewa? Ukiona mtu anayevumilia abuse kwenye ndoa, kwenye relationship, maana yake ni kwamba amejitoa number 1. Akaweka huyo jambazi ndio akamweka number 1. Halafu yeye akajiweka huko. Lakini Biblia haitaki
hivyo. Biblia inataka wewe. Halafu haya majambazi mengine. Tumeelewana watu wa Mungu? Tumeelewana watumishi wa Mungu? Haya, Biblia inapanga hivi. Wewe unatakiwa kuwa wa kwanza. Your God given assignment, family relationships, career, work, job, whatever that you are doing. Sasa hivi viwili vinaweza kuondoka kwenye maisha yako anytime, na ndio maana utakiwi kuviprioritize sana. Familia, mume anaweza kufa, mke anaweza kufa, anaweza asife akaamua kukuacha. Anaweza tu akaamka asubuhi, amekutana na Amina, ana supportive documents, ana mguu chupa ya bia, wewe huna. Wewe una sura personal, una sura kama ya baba yako. Anaamua kuachana na wewe, anachukua Jackie. Na sasa wewe ndio you invested all your life here. Utakufa. Tutakuzika. Hii unaweza ukafukuzwa kazi. Kama ni biashara, mtaji unaweza kupotea. You can lose it. Lakini hii hapa hii, this one, utakufa nayo. This your God given assignment. It will go with you to the grave. This one. Na utakapoenda mbele za Mungu, Mungu atakwambia kama ulifanya vizuri hapa, atakwambia karibu mtumwa mwema na mwaminifu. Because of this, not because of this. Not because of this. Because of your God given. Tuko pamoja. Kwa hiyo locate your God given assignment and spend your life hapa. Spend your energy, spend your resources hapa. Sijasema ndoa sio nzuri, sijasema familia sio ya muhimu, but kwenye vipaumbele vya maisha, kwenye priorities of life, this one goes first. Hivi vinaweza vikakuacha anytime, but this one and this one, they will stay with you for the rest of your life. Mimi niko hapa leo, kilichonileta hapa ni nini? Kinachonipandisha ndege naenda mataifa ni nini? Kinachonipa heshima duniani na hapa Kenya na Tanzania ni nini? Hapa. Kilichonifanya nimekuja Nakuru na lala mahali pazuri 5 star ni nini? Are we together? Na niliwafundisha the other time, nikawaambia kwenye Kiswahili tuna neno kazi na neno ajira. Kwenye Kiswahili tuna maneno mawili, kazi na ajira. Kwenye Kiingereza neno kazi ni work, neno ajira ni job. Ni maneno mawili ambayo huwa tunayatumia interchangeably, lakini maneno mawili tofauti. Neno kazi work, neno ajira job. Sogea hapa. Sasa hakuna mtu hapa ambaye hana kazi. Unaweza usiwe na ajira, lakini una kazi. Ndio maana nikikutana na mtu aliyeokoka, Mkristo yuko kanisani, ananiambia pastor, mimi sina cha kufanya kwa sababu he or she is not employed. Sikuelewi. Kwa nini? Kwa sababu unaweza usiwe na job, ajira, lakini una work, kazi. What is work? Work is something you are made for. Work is something you are created. You were created, you were wired to do it. You don't need a certificate. You don't need to go to university. And what is job? Job is something you are paid for. Sasa
Mungu alipokuumba kila mmoja wetu hapa, Mungu alipotuumba kila mtu alipewa work. Utaniambia pastor, umejuaje? Zile karama na vile vipawa Mungu alivyoweka ndani yako, zile ni work. Deborah alikuwa na work, her God given assignment, that which she was made to do, she was created to do, she was wired to do. Halafu pia alikuwa na job, yep, being a judge. Sasa hii kuwa judge ilikuwa inaenda kwa vipindi. Kuna wakati inafika anaondoka, anakuja judge mwingine. Lakini hii for the lifetime. Mimi nilikuwaga benka, nilikuwa nafanya kazi benki zamani. Kile nilichokuwa nafanya benki ni job. Hiki ninachokifanya leo hapa Nakuru ni work. So your God-given assignment is your work. Unaweza usiwe na job kwa sababu hujasoma, huna certificates, huna mtaji wa biashara, lakini ukirudi ndani yako vile vipawa na zile karama, ukianza kuifanyia kazi, utakuwa na nini? Niwaulize, mimi niliacha kazi benki, nilitoka kwenye job, ajira, lakini leo niko Nakuru nafanya work. Inawezekana sipati hela kwenye job kwa sababu niliacha, lakini kwa nikimaliza kuhubiri hapa mtanipa hela. Mkinipa hela, kinachokuwa kimenipa hela ni nini? Ni work ama ni job? Sasa kwa nini wewe unasema huna cha kufanya? Kwa sababu huna certificates. Wakati God created you and he gave you a work, kwa kupitia zile karama na vile vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Look inside, what is it that you can do? And begin to deploy that. Your God-given assignment is your work. And it can be a source of income. Oh my God. Sangapi, Pastor? What is the time? Oh, muda umeisha. Tell your neighbor your assignment. Mwambie, locate your God-given assignment and do it. That's one of the best choices you can make. And God bless you. Until next time, God bless you. You can take your seats. Bwana asifiwe sana. I'm very careful when it comes to time. And we have to finish. I'm very obedient when it comes to time. Nimebakiza 3 other important decisions. Sitawaambia leo because of time. When I come back. You want me to finish? Okay. Number 1, nimesema, what have I said? Decision number 1 you should make. Mahusiano yako na Mungu na utumishi wako kwa Mungu. Number 2, tafuta your God-given assignment and do it diligently. Bwana asifiwe sana. Your God-given assignment is that problem you came to solve in the world. At the end of your life, you will be remembered for the problems you solved or the problems you created. So you decide. You decide. At the end of your life, you will be remembered for the problems you solved or the problems you created. Solve problems. Your God-given assignment is your platform to solve a particular problem kwenye jamii yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 3. Make a choice to build strategic relationships.